Shalom Aleichem, mtazamaji mpendwa, karibu katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi Karamu ya Neno. Na wiki hii tunatafakari kuhusu kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 61, ambapo tutakuwa tukisoma fungu baada ya fungu, kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukapitia kitabu na tusiwache yale maneno ya uzito yaliyo ndani yake yakaweza kubakia na kujiuliza kana kwamba yale tunayo yajadili yanakuwa ya manufaa katika maisha yetu. Kwa hivyo leo ni siku ya pili katika mfululizo wa somo ambalo ni la wiki hii, ambalo tunajadili kuhusu watiwa mafuta, kujua ahadi zile ambazo kitabu hiki kinawaahidia, na baada ya kujua kwamba ahadi hizi ni zetu, tujue ni wajibu gani ambao tunafaa kuwajibika ili tukaweza kufurahia yale ambayo Baba wetu ametukusudia. Ni tumaini langu kwamba unatupata vilivyo, sauti ikiwa sawa na picha ikiwa sawa, na asante kwa sababu ya kuchagua kuwa tunafanya somo pamoja na wewe, na tukaweza kuamini tukaomba kwa pamoja. Mtakatifu Baba wetu isheju mbinguni, jina lako twalitukuza, jina lako twalihimidi. Wewe ndiye mtawala juu ya watawala wote, wewe ndiye Elohimu wetu. Asanti kwa sababu hauvunji agano lako, wewe ni mwaminifu kulitekeleza. Asanti hata wakati ambapo watu wanakuwa wadhaifu na wanyonge wakavunja hata maagano mliopatana na wao, wewe haujawahi vunja maagano. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya yale mazuri ambayo umetuchagulia. Tuko tayari kukumbatia ahadi za kila namna ambazo umetupatia siku hii ya leo. Na Baba, tunaomba tukaweza kutiwa makali ya kuweza kutekeleza wajibu ambayo umemtafutia kila moja wetu ambaye umemtia mafuta. Tunapoanza kipindi hiki, tukaribisha uwepo wako, Roho wako Mtakatifu akapuliza kila sehemu ya wanaonisikiliza, ili mabadiliko haya na ahadi hizi zikaweza kuwa ni zetu. Kumbuka kituo hiki, kibariki, kitakase, na ukawatumia wote tunaojumuika pamoja kufanikisha ratiba hii. Katika jina takatifu teule mno la mwanao wa pekee Masihi Yeshua, ninakuomba pamoja na kukutukuza. Mtazamaji mpendwa, katika siku hii ya pili katika wiki hii katika mfululizo wa mafundisho haya, tunajadili kwamba sisi ni watiwa mafuta. Na ikiwa umetiwa mafuta, na hapa inamaanisha umejazwa Roho Mtakatifu, ahadi moja ambayo tumepewa ni kurejesha na kujenga upya. Kwa hivyo tuangalie upana na marefu ya hali ya kurejesha na vile vile kufanya mambo mapya. Katika fungu letu la leo, Isaia 61 mstari wa 4, imeandikwa, nao watajenga hata mahali palipo ukiwa pakale, watauinua upya ukiwa wa zamani, nao watatengeneza miji iliyoharibika, mahali palipokuwa ukiwa vizazi na vizazi, na Baba abariki neno lake. Kwa hivyo tunapotiwa mafuta, hayo ndiyo mambo ambayo Baba wetu ametuahidi tunaweza kuyafanya. Na kwa hivyo tunasema kwamba moja ya kazi kuu za mpako mafuta wa Yawe si tu kuhubiri habari njema, bali pia kurejesha na kujenga upya yale yaliyoharibika. Yawe ni Elohimu wa urejesho. Anapomtia mtu mafuta, humpa uwezo wa kurekebisha yaliyoanguka, kuponya yaliyovunjika, na kuleta matumaini mahali palipojaa kukata tamaa. Lakini ahadi ya urejesho huambatana na wajibu wa kuwa chombo cha urejesho kwa wengi, na Baba abariki neno lake. Na kwa hivyo tunaweza kuangalia ahadi hizo kwa mapana na marefu, ahadi za mtu ambaye amepakwa mafuta, mtu ambaye amejazwa Roho Mtakatifu. Katika hali ya ahadi ambazo tunazozipata katika fungu hili, Isaya anatufundisha kuwa waliotiwa mafuta watakuwa wajenzi na warekebishaji wa mambo yaliyobomoka. Kwa hivyo wiki hii jiulize, wewe mtiwa mafuta, mambo mengine yaliyobomoka kitambo
kama upako ulio nao unafanya mambo haya. Na ikiwa haufanyi, then ni wakati wako wa kuzinduka toka katika uzingizi ukaweza kufanya mambo haya. Na kwa hivyo mti wa mafuta hupewa mambo kadhaa wa kadhaa. Na jambo moja ni hili, neema ya kujenga upya yaliyobomoka. Mambo ni mengi yaliyobomoka, mahusiano ni mengi yaliyobomoka, kwa hivyo umepewa mafuta ya kujenga upya yaliyobomoka. Jambo la pili, hekima ya kurejesha mahusiano yaliyovunjika. Tunapozungumza kuhusu mahusiano ni ya kila aina. Upako wako na ukupe hekima ya kurejesha mahusiano yaliyovunjika. Na jambo la tatu, nguvu ya kuinua tena baada ya kushindwa. Upewe nguvu ya kwamba umeanguka, lakini kuanguka sio mwisho. Utaanguka hata mara 7, lakini ushindi wako utapatikana ni kwa sababu umekataa kubakia chini, unainuka tena. Na jambo la 5 ni uwezo wa kuleta matumaini kwa waliokata tamaa. Kuna mtu ambaye anasema amefika mwisho, lakini kwa sababu ya wewe kujazwa mafuta utatumia maneno ya kumwambia mahali ambapo ulipofikiria ndio mwisho wako, ndio inakuwa sasa ni mwanzo, na mwanzo bora hata na zaidi. Na jambo la 9 ambalo mti wa mafuta amepewa kama ahadi ni mamlaka ya kushiriki katika kazi ya urejesho wa Yawe. Watu wengi wamepotea, kukawa na pengo kati ya mtakatifu muumba wa mbingu na nchi na wale aliowaumba, kitabu cha Isaia 59 mstari wa 2, kwa sababu ya dhambi. Na kwa hivyo tunapotoka tunaleta huo urejesho, huo uhusiano uliopotea. Kile ambacho watu wamekiona kuwa hakiwezekani, Yawe mtakatifu anaweza kukirejesha kupitia mafuta yake. Bila shaka kuna uwezekano. Sisi wenye imani tunasema yale mnasema hayawezekani, basi unakuta kwamba sisi tunasema inawezekana. Na kwa sababu wewe na mimi tumetiwa mafuta, kuna maeneo ambayo Yawe anataka tukaleta urejesho. Kubali kwamba kuna mambo ambayo yamebomoka. Kubali kwamba kuna mambo ambayo yanahitaji urejesho, na si mtu mwingine anaongojewa alete urejesho huyo, ni wewe mti wa mafuta wa baba wetu Yawe. Na kwa hivyo tusikae kitako wakati mambo inaharibika ukisema kina fulani ndio watakaofanya kazi hiyo. La hasha. Mradi sisi wote tulijazwa Roho wakati wa siku ya Pentekoste, tumetiwa hayo mafuta, tukaingia katika kazi ya kurejeshwa ya urejesho. Na kwa hivyo maeneo ambayo tunapewa jukumu la kurejesha ni maeneo kama maisha ya kiroho. Kuna watu wengi wako ndani ya kanisa lakini they are spiritually dry. Wao ni wakavu kiroho. Kuna wengine walikuweko wana moto, wakaimba hata wimbo, mbona ulikuwa moto hapo mwanzoni, leo ni kana kwamba moto unazimika. Yeshua akasema kwamba nikija nitakuta imani ya watu ipo, ni kwa sababu imani ni kana kwamba inaenda ikipoa. Ni wakati na ni msimu na ni mwaka wa kuleta hali ya ufufuo na urejesho wa maisha ya kiroho. Zamu ya pili ambayo bila shaka nimekuweko ndani yake na nataka kila mmoja wote ajihusishe ni ndoa na familia. Kuna wengi wako kwa sababu tu wako, lakini ule ukaribu wa baba na mwana haupo, ukaribu wa mke na mume haupo. Hali ya hata ya uhusiano wa ndoa na familia inakuwa kwamba watu hawataki kuonana. Hata mtu hawezi akamtembelea nyanya yake, mwingine hawezi akamtembelea ndugu yake ama dada yake. Wacha tuwe watu ambao wametiwa mafuta, tunapojua kwamba kuna mahusiano ya ndoa yaliyovurugika tukaweza kuyarejesha. Nashukuru kwamba hata wiki hii baba amenitumia mahali fulani kuleta urejesho wa ndoa, na nashukuru baba kwa sababu bila shaka wiki yangu haikuanguka bure kabla sijaleta marejesho ya ndoa fulani. Na jambo la 3, huduma na kusanyiko. Kuna makusanyiko ambao walikuwa on fire, waimbaji walikuwa on fire, mashirika yalikuwa yamejaa watu. Leo wamekosa, wengine hawaji, wengine wakasema kwamba tulikwazwa. Mtu amekuweko na ushirika wenyu kwa muda mrefu lakini sasa haonekani, lakini sasa mkamwambia jishughulishe, na kila mtu anajishughulisha na shughuli zake. Tunaomba huduma zilizolala zikaweza kurejeshwa. Tunaomba kwamba hata makusanyiko yaliyoporomoka yakarejeshwa. Mimi nimewahi pitia machungu ya mahali unaenda na plant a congregation
inakuwa ina flourish, but all of a sudden inaenda dry. Lakini nashukuru baada ya kitambo tena unakuta maeneo hayo yamefufuka kwa shindo, na ninaomba kwamba tutafanya hivyo kwa sababu hiyo ndiyo jukumu na ahadi ambayo tumeahidiwa. Na jambo lingine ni jamii na mataifa. Kenya yetu makabila 47, wengine wamepagawa na roho wa kishetani, maana shetani ndiye ambaye anakuja kuua, kutawanya na kuharibu. Jamii ambazo wamekaa kwa pamoja, lugha na kabila na jamaa wa taifa moja. Wanasiasa wengine wakajaribu kutuchochea tukaweza kukosana. Ninaomba kwamba mimi mchungaji na kila mwingine yoyote tuwe na kuelewa kwamba tuna jukumu la kuleta amani au mawiano katika taifa letu, na kwa hivyo tufanye hilo tukiomba na kufanya mambo kama hayo. Na jambo lingine ambalo tunataka kurejesha ni maazimio na miito ama zile ndoto ambazo ilikuwa imezimika. Kuna watu ambao they were so much ambitious, watu ambao walitaka kufanya kitu, lakini walipoingia kwa biashara wakaporwa mali zao, kudanganywa, wakakufa moyo. Tunataka kuambia kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Na kwa hivyo maono ambayo mtu alikuwa nayo akiyazungumzia, na nikana kwamba sasa ni kama yamekwisha kwa sababu hali na mali ilikaa ni ngumu, na tuambie kwamba inawezekana. Niruhusu twende katika break fupi kwa ajili ya tangazo fulani, alafu tukaweza kurejea. Usibanduke, in Yeshua's name. Alright, watazamaji wetu wapendwa wa Messianic Voice TV, karibu kipindi kile ambacho mnakijua kama Safari na Mawimbi ya Maisha. Karibu katika kipindi kipya chenye mguso wa kipekee. Wakati uko naye kaa kama hauna. Mtoto wangu ni wa kitambo. Kwa sababu hata nikiwa youth, hata nikiwa kwetu, tulikuwa tunaenda mbali sana, na tulikuwa tunaenda mguu. Safari na Mawimbi ya Maisha. Kipindi hiki kinaongozwa na nahodha wako Overseer SK Ng'ang'a, kikipaa na kukuletea simulizi halisi za maisha, mafunzo ya kuhamasisha na shuhuda za kuinua moyo wako. Na kwa hii ndoa unafikira labda inakuwa na challenges, na kama inakuanga unawezagaje kuhandle challenges zile ambazo mnapitia? Challenges zikikuja saa zingine kuna pesa. Kila Jumanne kuanzia saa 11 jioni kupitia ukurasa wa Facebook Messianic Voice TV. Pamoja tutasafiri kupitia changamoto na mafanikio ya maisha, tukijifunza kwamba hata katika mawimbi bado kuna tumaini na neema ya Yahweh. Ni majukumu wanashare. Na hii unajua kwa utamaduni wetu, hata wengine watanisikiliza hapo wasikie wewe mzee anasema nini. Umekuwa Amerika. Sasa analeta Amerika hapa. Kila mtu ana jukumu la kulea mtoto. So no matter what, mimi nataka kusimama imara, na nimewezeshwa na Elohim. Pale naona ushindi wa Baba. Naona Baba akisimama pamoja nami. Usikose Safari na Mawimbi ya Maisha, kipimo cha imani, hekima na ushuhuda. Messianic Voice TV, sauti ya neema na ukweli. Karibu tena katika karamu ya neno, na vile vile pia tunamini nitatia mkazo kwamba usikose kuingia katika kipindi cha jioni ya leo tunapokuletea mgeni ambaye ni mshauri. Kwa hivyo saa 11 tukutane kwenye studio, tutaweza kujadili hayo. Na kwa hivyo tunajadili kuhusiana na waliotiwa mafuta wanaweza kurejesha na kujenga sehemu ambazo zimebomoka, na tukaangalia kipengele cha fungu la Isaia 61 mstari wa 4. Na kwa hivyo Yahweh ndiye anayerejesha, na ni kupitia roho wake analeta urejesho wa watu ambao wamemkimbia akawarejesha tena, watu ambao aliwaokoa wakaanguka akaweza kuwainua. Na kwa hivyo tunafaa kujiuliza katika kipengele hiki cha pili, mbona yeye akataka kuturejesha? Mtazamaji mpendwa, Yahweh akikurejesha hataki tu uwe mtazamaji, mbali anataka vile vile hata na wewe ukawa utamsaidia kufanya hali hiyo ya kurejesha. Na kwa hivyo ikiwa wewe umewahi kujeruhiwa na ukapona majeraha yako,
unafaa vile vile pia kuchukua hatua na zamu ya kuweza kuwaponya wengine. Jambo hili ninalielewa kwa sababu kuna wakati niliumia, na baada ya kuumia nikakuwa kwamba nimekuwa rejected, nimekuwa mgonjwa, lakini wakati ambapo niliacha Roho aje anirejeshe, nimekuwa wa kukimbia mahali ambapo naona mtu ameingia shimo ambalo niliwahi ingia, na nikasema hata pitia machungu kwa muda mrefu kama nilivyopitia, na kwa hivyo nikakimbia kufanya urejesho. Hata wewe na mimi, hiyo ndio kazi ambayo tulipewa. Aliyekuwa amepona majeraha yake anapaswa kusaidia na wengine vile vile pia kupona. Aliyesamehewa anapaswa kusamehe wengine. Masihi anatupatia mfano huu wakati ambapo mtu alikuja akaanguka chini akasema nisamehe, maana deni hii nimeshindwa kulipa, akasamehewa. Lakini aliposamehewa, alipoinuka, alienda akamkaba mtu koa, akampiga makonde na akampeleka jela kwa sababu ameshindwa kulipa deni yake. Na la kushangaza ni kwamba deni aliyosamehewa ilikuwa kubwa kuliko ile aliyomdai yule ambaye alikuwa ni mdeni wake. Na kwa hivyo unaposamehewa makosa, angalia, hata wewe unayenitazama siku hii ya leo, jiulize ni nani enyewe kusema ukweli aliwahi nikosea na ni bado ninabeba yale machungu moyoni mwangu. Nenda ukamwambie nimekusamehea, na basi ukawafundisha wale wengine vile vile hali hiyo ya kuweza kuwasamehea wengine. Aliyerejeshwa anapaswa kuwa chombo cha kurejesha. Naongelesha watu wa dini. Kuna kitu inaitwa discommunication, ama unakuwa excommunicated from the congregation kwa sababu ya tabia zako ama kwa sababu ya kitu fulani ulichokifanya. Kuna mwingine pia alivutwa kazi, lakini Roho mmoja tu akaona kwamba nimekuhurumia na nimekupa the second chance. Kwa hivyo kama na wewe umerejeshwa, unafaa vile vile kuwa chombo cha kurejesha. Usiwe wa kusingizia, hata kupiga makofi na kusema ana deserve kufukuzwa. La hasha, isiwe hivyo kwako, in Yeshua's name. Yawe huwainua waliovunjika ili nao waweze kuinua na wale wengine. Kwa hivyo mtazamaji mpendwa, wiki hii wacha tuone Baba akitutumia mdomo wako, akili zako, mkono wako ukiandikia mtu barua, ukimtafuta mtu ambaye alipotea muda mrefu ukijaribu kumrejesha. Mtafute, mtembelee, ni kwa sababu Roho wa Yawe yu juu wetu, ametutia mafuta tukarejesha na tukatengeneza sehemu ambazo zilizobomoka. Na hizi ni ahadi ambazo Baba wetu ametupatia. Kipengele cha mwisho, na tujiulize katika safari na kazi ya marejesho, ni wajibu gani ambao tumepewa wa kufanya kazi hii? Kwa sababu tunasema, na nitarudia jambo hili kwa sababu limeniingia mpaka kilindi cha moyo wangu, kwamba Elohim is a covenant keeping Elohim. Na kwa hivyo yeye ana enter into agreement, mnakubaliana, ana sehemu yake ya kufanya na hata kufanyia yako, na wewe hauna uwezo wa kufanya sehemu ambayo Baba wetu anaweza akafanya. Kwa hivyo hapo ndipo tunaingiza neno hili, the demands, ama wajibu ambao wewe na mimi tunafaa kuwajibika. Jambo la kwanza, kuwa chombo cha urejesho. Anza kuomba, Baba nisaidiwe to be a vessel, an instrument of bringing peace where there is no peace. Kwa hivyo tunapata kwamba mpako mafuta anapaswa kushiriki kikamilifu katika kuwainua walioanguka. Badala ya kuhukumu waliokosea, awasaidie kurudi katika njia sahihi. Badala ya kukosea tu, awe sehemu ya suluhisho. Mtazamaji mpendwa, hii si kazi rahisi. Watu wale ninawajua wengi ni wale ambapo hata mtu akiteleza ndani ya kanisa, habari hiyo wanaipeleka mbio sana kuliko vile hata CNN inaweza ikatangaza, na ili hali mtu anapotenda mema hayo hawayasemi. Kwa hivyo shida imeingia, wacha tuwe sehemu ya kutafuta suluhu katika jina la Yeshua Hamashia. Jukumu la pili, kukataa uchungu na kutosamehe. Kukataa uchungu na kutosamehe. Ni ukweli, Yeshua alisema duniani tunamoishi hatutakosa watu wa kutukwaza na hatutakosa hata labda kukwazana. Na kwa hivyo unakuta katika uhusiano wa ndoa, uhusiano kanisani, uhusiano kazini, watu huwa wanakosewa. Kuna watu wenye roho chafu tu wa kujaribu kukuudhi. Na kwa hivyo hata kama mtu alikuudhi, tunakuuliza usikubali, mtazamaji mpendwa, kuwa na machungu
machungu ambayo yanaokaa kwako muda mrefu, na vile vile pia ukakosa hata roho ya kusamehe. Nimewahi sikia mtu akisema mimi sitai kusamehea. Those are not the right words ya mtu ambaye anajua kabisa ni mti wa mafuta. Uchungu wa moyo ni adui wa urejesho. Pains zipo, lakini usiwache ile uchungu ikabakia kwa muda mrefu. Mioyo mingi imeendelea kuwa magofu kwa sababu ya kukataa kusamehe. Magofu ni mahali, the ruins. Ukitembea Israel utakuta ruins zile za wakati wa Herode, mahali ambapo kulikuwa kumejengwa vitu lakini sasa hakukaliki, ama uende mahali ambapo kulikuwa na vita, watu wakawacha hayo magofu. Kwa hivyo katika hali hiyo ya kuacha yale roho ya kutokuwa na mtu wa kusameheana, unabakia kuwa kama hiyo ruin. Na ndiposa tunaambia we are bringing that restoration, na hiyo restoration inafaa kuanza na wewe kwa sababu ya kuwa na hali hiyo ya kusamehewa. Na hivyo basi mpako mafuta lazima ajifunze kuachilia maumivu na kuwaruhusu wengine kupata nafasi ya kurekebishwa. Yes, kuna mtu aliniambia kwa ushuhuda wa moyo wake akasema, ninajuaga nimepona wakati yule mtu aliponiudhi nikimwangalia hivi sisikii kitu. Lakini kuna wakati aliyekuudhi na amekauka hivi, hajasema pole, unapomuona hata moyo wako unaumia. Kwa hivyo hata unasamehea si kwa sababu ya yule mwingine, unasamehea ili moyo wako ukarejeshwa, afya yako vile vile ikaweza kurejeshwa. Kubali jukumu la kusamehea wengine. Father, forgive me as I forgive others. Na wewe wasamehee kwa sababu pia na wewe umeweza kusamehewa. Na jambo la tatu, jukumu la watu ambao wanaoleta urejesho ni kujitoa kwa kuwatumikia wengine. Yes, kuwa na hali hiyo ya kujua kwamba kuna watu lazima uwatumikie, lazima uende uwakansel, lazima uende ukawahubirie, lazima uende utafute mbinu zote. Kwa hivyo lazima uwe ni mtu ambaye utajisacrifice, utaingilia katikati ya wawili waliokuwa wanapigana, na labda hata kombora moja ikugonge wewe, lakini katikati ya vita hiyo na vurugu hiyo utakuta kwamba tayari umeleta urejesho. Kujenga upya kunahitaji kujitolea. Lazima tuwe tayari kutumia muda. Lazima tutumie maombi yetu. Unaamka asubuhi, omba lisaa lizima. Lazima uombe busara na hekima ya kuingilia waliozozana ukawa suluhu. Na vile vile kuna wakati itabidi hata unatumia rasilimali zako. Nimewahi tumia fare yangu kwenda kusaidia watu. Nimewahi hata lipia watu hoteli, twende tukakae chini tuwe na mawasiliano. Unajikuta kwamba wewe mtiwa mafuta utatumia rasilimali yako, muda wako na mambo mengi yako kusaidia wengine kurejea katika kusudi lao. And sure enough, there is joy when you see people that were apart coming together. Na jambo la mwisho la 4, kuvumilia mchakato wa urejesho. Mchakato ni that process. Wakati ambapo vile vile pia unaambia watu wasameheane, kuna kuaga na ka process. Kwa wakati mwingine kuna ile mtu anashindwa kuiwachilia mara moja, unampa muda wa kuenda akiadapt pole pole, na kwa hivyo lazima tuwe patient. Lazima uone kwamba una cancel, wanakataa kusikia, wanarusha mikono, unakaa kidogo na wapatia muda, kwa sababu tunasema kwamba kama kuna kitu dawa ambayo huwa inaponya magonjwa yote ni muda. Unaweza ukawacha mtu ambaye mori imepanda, hasira zimepanda, ukawacha kwanza akatulia. Kwa hivyo tupatie mchakato nafasi ya kubring that restoration. It is a process. Mji uliobomoka haujengwi kwa siku moja, la hasha. Vivyo hivyo maisha yaliyoharibika yanahitaji muda na vile vile pia subira, yanahitaji vile vile pia kuvumilia. Mpaka mafuta hatakiwi kukata tamaa kabla kazi ya urejesho kukamilika. It takes time. It takes time. Mfano ni Yosefu baada ya kusalitiwa na ndugu zake na kupitia mateso mengi, Yawe alimuinua na akawa chombo familia yake na taifa lote wakati wa njaa. It took time. Na kwa hivyo unakuta hata Yosefu alikaa anawaona yale machungu alikuwa nayo, akaingia mahali ya kalia, akarudi akakaa, akakuja akawaambia, sasa mimi ni ndugu yenu na msidhani kwamba nitawadhuru, yalitendeka kwa wema. Kwa hivyo tukubali kwamba hali ya kurejesha mahusiano inachukua muda. Tukiangalia mfano wa pili, Nehemia alipoona kuta za Yerusalemu zimebomoka. Hapa inabidi usome kitabu kizima cha Nehemia.
Hakulalamika tu, alisimama na kuongoza kazi ya kujenga upya katikati ya kina Tobia na wale wengine wakimdhihaki. Yeye akawa ni mfano wa mtu aliyekuwa na kuleta hali hiyo ya kurejesha. Mtazamaji mpendwa, kanisa huenda zikawa zimebomoka, biashara huenda ikawa zimebomoka, na tupate neema na upako uliokuwa juu ya Nehemia alipokuwa na huzuni alipoletewa ukuta wa Yerusalemu umebomoka, na yeye alikuwa amekaa katika nyumba ya kifalme anakula vizuri, lakini alihuzunika kiasi kwamba akaomba ruhusa na akaenda na kuanza kupanga watu kwa zamu. Yeye mwenyewe akazunguka ule ukuta, akaangalia vile umebomoka, na akaanza kupanga ratiba ya kurejesha mji wa Yerusalemu, na ukawa umerejewa. Mwaka huu na uwe ni mwaka wa kurejesha. Mwaka huu na uwe ni mwaka wa kurejesha katika jina la Masihi Yeshua. Tunamkuta pia Petero baada ya kumkana Yeshua mara 3, Yawe alimrejesha na kumtumia kwa nguvu katika huduma ya urejesho na huduma ya kuhubiri. Alipotiwa mafuta siku ya Pentekoste, alipata ujasiri, akafundisha na akafanya kazi nyingi sana. Hata wakati ambapo alipokuwa anauawa kwa ajili ya Masihi Yeshua, hakumsaliti Yeshua, alikufa kama amemshikilia Yeshua, mpaka akasema kwamba hamtanisaliti, hamtanisulubisha kama Masihi wangu, mtanisulubisha nikiwa kichwa kimeinama. Yeshua Masihi basi naye ndiye mrejesho mkuu. Anarejesha wagonjwa. Yeshua anarejesha waliovunjika mioyo. Waliotengwa vile vile anawarejesha, na wale waliopotea katika dhambi anaweza kuwarejesha. Wewe uko pale, mlilia Yeshua akaweza kukurejesha katika jina la Masihi Yeshua Mwokozi wetu. Kwa ujumla wa fundisho letu la siku hii ya leo, tunaona kwamba kuna mafunzo muhimu katika kazi ya urejesho. Funzo la kwanza ni kwamba kila jambo lililoharibika linaweza kurejeshwa na mtakatifu Baba Yawe. Yawe ni mtaalamu wa kujenga upya magofu. Bila shaka tumtumainie, ni yeye anatutia mafuta hayo tukaweza kufanya kazi hiyo. Jambo la tatu, yeye vile vile urejesho huanza kwa kumruhusu Yawe afanye kazi ndani yetu. Brother and sister, the greatest transformation begins within you. Kabla hujafikiria kumrejesha mtu mwingine, fikiria vile wewe mwenyewe utajirejesha. Fikiria vile wewe mwenyewe utadevelop, because what you become is what you attract. Na jambo la 4, waliotiwa mafuta wametiwa kuwa wajenzi, si watazamaji wa uharibifu. Kila mtu katika nyumba ya Baba wetu Yawe ana jukumu, hasa kama una uhakika kwamba umetiwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Kadri tulivyorejeshwa ndivyo tunapaswa kuwasaidia wengine kurejeshwa. Ikiwa umewahi rejeshwa mahali, hata na wewe jua kwamba ulifanywa hivyo, ili na wewe ukaweza kuwafanyia vile wengine vivyo hivyo. Na kwa hivyo, kama kawaida ya funzo letu la wiki hii, ninakuacha na swali hili: ni neno gani katika maisha yako ambalo Yawe amelikarabati au kulirejesha, na unaweza kulitumikiaje kuwa baraka na chombo cha kurejeshwa kwa wengine? Jiulize katika maisha yako, ni wapi uliwahi tereza, ni wapi uliwahi samehewa, alafu jiulize kama wewe unaingia katika kazi ya kufanya hayo marejesho. Mpako mafuta wa kweli si yule aliyerejeshwa peke yake, mbali ni yule anayewarejesha wengine kwa nguvu za Roho Mtakatifu wa Baba wetu Yawe. Na hadi tutakapoonana kesho kwa kuendelea na mafundisho haya, Yawe akubariki na kukulinda. Yawe akuinulie nuru za uso wake na kukufadhili. Yawe akuangazie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la Mwokozi wetu Yeshua HaMashiach. Messianic Voice TV, broadcasting grace and truth.